taarifuna dhalik, tukamwambia mlikuwa mnajua hilo kwa kitu gani, mlikuwa mnajuaje kwamba anasoma? Qala, akasema bidhtirabi lihiyati, ni kwa kutikisika ndevu zake, si ndio? Na hiyo onyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafuga ndevu, si ndio? Ajib, baadhi ya watu wananyoa ndevu zote. Shona lilasafi shadid. Unajua kuna baadhi ya mambo yani ni namna fulani ya upumbavu, ama si ni upumbavu, si ni ujinga, au si tuseme nini. Yani mtu anaponyoa ndevu kwa ajili ya kuwaudhi mawahabi. Unajua kuna watu wengine wako hivyo. Yani kuna mmoja nasikia aliulizwa, kwa nini ufuge ndevu na sunna? Anasema kasidi, yani nafanya hivi kusudi kwa ajili ya kuudhi. Habibi, mambo hayapo kuwaudhi mawahabi au kuwaridhia au kuwaridhisha mawahabi. Kadhia haipo kwenye kuwaudhi mawahabi ama kuwaridhisha. Kadhia ipo sunna ni vipi? Unajua? Yani sisi hatupo kwenye mashindano, unajua? Hatupo kwenye mashindano na mawahabi. Kwa kama mawahabi wanafanya hivi, sisi hatufanyi. Kama kadhia haiko hivyo. Kadhia ipo. Upi ni usawa? Kadhia ipo. Upi ni usawa? Sisi tunatafuta swala ambalo kwamba la nini? La sawa. Haki ni ipi? Tuko vizuri sana. Sawa sawa mawahabi wao wanaifanya haki au hawaifanyi? Ukweli uko wapi? Sawa sawa wanaofanya mawahabi ama mayahudi au kinani? Sisi la yahumuna. Sisi haituhusu nani anayolifanya hili suala. Suala linalotuhusu sisi ni sawa ama si sawa. Kama ni sawa, hata kama alifanya myahudi sisi tutalifanya. Kama si sawa, hata kama walifanya watu wa kundi letu hatutolifanya, kwa sababu sisi hatuendi kimkumbo, hatuendi kama kondoo. Alhaqu la yu'rafu birrijal, i'rif alhaqa ta'rif ahlahu wa arif albatila ta'rif ahlahu. Haki haijulikani kwa watu, kwa kuangalia mtu gani anaifanya. Hapana, ijue haki utojua watu wa haki ni wapi, na ijue batili utojua watu wa batili ni kina nani. Yani haki ilivyo huwa kanuni zake hazipo kwamba nani anayefanya. Mara nyingine kama mtu umeona mtu mwema kabisa afu akawa ndio katika watu unaofanya batili nambari moja, itakuwa ni haki kwa sababu ile anafanya? Naam? Hapana. Lakini huyu ni mtu hovyo, lakini hili swala analifanya la haki, mtalikataa kwa sababu huyu ni mtu hovyo? Sasa kuna baadhi ya watu wana akili za kiwenda wazimu namna hii, kwamba mtu yeye sunna, ndevu kufuga sunna, yeye ananyoa kwa sababu mawahabi wanafanya nini? Wanafuga. Huu ni wenda wazimu. Na ni masala ambayo kwamba yatakana yaachwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafuga ndevu, basi fuga ndevu. Si ndio? Yani kuna baadhi mara nyingi mtu anavaa kanzu la kuburuta kwa sababu ya kuudhi mawahabi. Ya habibi, kitu gani unafanya? Kanzu lako kama mwenyewe ndo liko hivyo tu, hakuna neno, fabi haonema. Kanzu lako nyola kuburuta, fabi haonema, hakuna neno. Lakini uvae kanzu la kuburuta kasidi kwa ajili ya kuonyesha mawahabi, hii si dini kabisa. Dini haiko kwa mashindano. Dini iko sunna hii basi. Sunna kufuga ndevu, fuga ndevu. Hakuna mjadala. Sasa wewe uende ukanyoe ndevu. Ushaona? Kidevu cheupe. La. Hii si sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hauko muongozo wa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ala fikra, sisi ni katika watu ambao kwamba yani tunakaza sana kufuata ule mwongozo. Yani tunakaza sana kufuata mwongozo wa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nahnu mustamsikuna bisunnati nabawiyyati ashadda alistimsak. Sisi tunashikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, upeo kushikamana nayo. Wala hatukubali kabisa watu kuja kuichezea sunna kwa sababu ya masala ya ushabiki na nini. La nuwafiq ala dhalik. Hata kama akiwa talifanya nani? Talifanya mtu wa kundi letu, tamwambia hii si sunna. Hakuna dini ya mashindani. Hakuna dini ya ushindani. Tena hasa viongozi, unajua? Wewe kama ikiwa kama shekhi kiongozi, yani katika watu ambao kwamba yatakana madhari yako, ule muonekano wako unaendana na muonekano wa nini? Wa sunna. Lakini haiwezekani wewe shekhi mkubwa kiongozi ushaona uonekano umenyoa ndevu zote hivi. Alafu mara nyingine sasa angalia mambo yalivyokuwa, angalia virozo na maajabu. Unakuta mtu amenyoa ndevu zote afu ameacha mashurubu. Sunna ya nani? Sunna ya paka. Mr. Shafi, tunaelewana? Unakuta mtu ni shekhi kiongozi mkubwa amenyoa ndevu zote hizi. Alafu ameacha
Sasa hiyo sunna nani? Yaani unaacha sunna ya Mtume unafuata sunna ya paka ya kufuga masharubu. Una akili sawa sawa? Sisi tunafahamiana? Manake na sisi hapa hatukubali. Hatukubali watu kuja katika saa hapa wakawa wamenyoa ndevu wameacha masharubu. Hapana. Hatutaki sunna ya paka sisi. Sisi tunataka sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama Mr. Shafi hivi hana ndevu hakuna neno. Lakini ukipata ndevu bwana kunyoa ndevu, mambo ya kunyoa ndevu na kuacha paka ati hii masharubu, hiyo ni sunna ya paka. Ama sivyo? Sasa yani mambo mengine mambo ya ajabu sana unajua? Yaani mimi huwa nashindwa kuelewa hao watu hii sunna ama hii elimu huwa wanaisoma kwa nini? Unajua jamaa tusome elimu kwa mirengo ama kwa ushabiki na mihemko. Mihemko na ushabiki katika dini haina nafasi. Mihemko sisi tunawalaumu mawahabu kwa nini? Kwa mihemko na nini? Na ushabiki. Lakini sasa mwisho wa siku na sile mihemko nayo inafanya nini? Inatuathir. Sisi tunaelewana? Allah tujalie katika wenye kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, upeo kushikamana.